neno la Jumapili iliyopita na Bwana akatusaidia tutalipata kwa njia nzuri na najua tutabarikiwa. Praise the Lord. Amen. So I believe God will bless us and see us through. The message is giving yourself to pray. Amen. Giving yourself to pray. Tumekuwa na nafasi nzuri mwezi wa Disemba kuombea kanisa. Januari tukaombea jamii zetu. February we are praying for our country, and it is important to pray for our nation and pray also for other nations. Praise the name of Jesus. And it's very key in our lives as Christians. In the book of Colossians chapter 4 tumepata fursa nzuri ya kusoma hii mstari. Tumeisoma in Swahili. Allow me to read again in the English New International Version that we have. Colossians chapter 4, let me read from verse 10 to 18. And you can also read from the space if it is there. My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews among my fellow workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. I vote for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Our dear friend Luke the doctor and Demas send greetings. Give my greetings to the brothers at Laodicea and Nympha and the church in her house. After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. Tell Archippus, see to it that you complete the work you have received in the Lord. I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you. Amen. Amen. Epaphras is a very good example that teaches us how one can give himself to prayer as a ministry. You can give yourself to prayer as work, and we can also give ourselves to prayer to benefit ourselves and even benefit other people. The book of Colossians was written by Apostle Paul. Mtume Paulo ndiye aliandika hii barua akiwa katika kile huwa tunaita house imprisonment. Wakati Paul alifika Rome kwa sababu ya kuhubiri Injili, kapata nafasi ya kuwekwa korokoroni. You can read that in the book of Acts 26, 27 and 28. Na utaona mambo yaliyotendeka kwa mtumishi wa Mungu Paulo kwa sababu ya kueneza Injili. Na katika hiyo nafasi, kifungo cha kwanza hakuweza kuwekwa korokoroni kabisa. Alipewa nafasi ya kuhubiri Injili licha kwamba yeye ni mfungwa. Ilimfanya akaweza kukomboa nyumba kule Rumi, na akawa na nafasi ya wote waliomfikia na hata wote ambao aliweza kufikia waliokuwa karibu na wao kuwahubiria Injili. Na hiyo ndio ilifanya mwishoe akaandika hii barua ya Kolosai. Yeye mwenyewe hakupata nafasi ya kutembelea mji wa Kolosi, lakini Wakristo walikuwa huko. Watu walipata Injili. Jambo ambalo linatukumbusha ni jukumu letu kama Wakristo kueneza Injili ili iweze kufika kila sehemu za ulimwengu. Haleluya.
So kuna watu ambao walieneza injili na wakafikisha mpaka wakaanza kanisa. Epaphras ndiye mwanzilishi wa kanisa la Kolosi. Na kanisa la Kolosai likawa lina shida, lina changamoto. Lilikuwa ni kanisa ambalo linaamua kuchanganya mambo ambayo wanaamini, vitu ambavyo wanafundishwa kama hadithi, kama mifano manyumbani. Na wanachukua hizo vitu, wanataka kuvibatiza eti ni Ukristo. Hello? Nimeshasikia kwa mfano mtu anasema kwa sauti kubwa ya kwamba Mungu husaidia mwenye anajisaidia. Umeshasikia kitu kama hicho? It sounds good, but it is not true and it is not biblical. Mungu husaidia yule ambaye anamwamini ndio ukweli, na hiyo ndio Biblia. Praise the name of the Lord. Lakini hata anasaidia mwenye anajisaidia sio ukweli. So Wakolosai walipata nafasi ya kuanza kuchukua misemo kama hiyo. Alafu baadaye wanaibatiza pia ni Christian faith. So kanisa hilo lilikuwa na shida ya kuchanganya ukweli wa neno la Mungu na what they think, their philosophies, their myth, their traditions, their culture. Ikazalisha kitu kingine kinaitwa kwamba Gnosticism. Hiyo ni hali ya changanya. Ukristo unaweza kuchanganya na mila zako na desturi zetu, na unataka kusema it is true Christianity. So when Paul had this, hakufurahia. And what he did, he wrote a letter ya kuendelea kukumbusha Wakristo katika kanisa la Kolosi ya kwamba sufficiency, all sufficiency is in Christ Jesus our Lord. Praise the name of the Lord. Hakuna ukamilifu mahali pengine. And the supremacy of life on earth and in heaven is in Christ alone. Yeye ndiyo kusema mambo yote. He's all in all. He's everything in everything. I think that is why Munishi sang the song, Yesu ni mambo yote ndani ya yote, na ukimpata Yesu umepata vyote. Wakolosai walikuwa wanasema ndio tuna Yesu, lakini pia tunaweza ongezea hapo vitu vingine. I'm here to say hatutaki kuongeza chochote kwa Yesu. Yesu ni mambo yote. Na tukimpata Yesu tumepata vyote. Praise the name of Jesus. We have everything that we need as long as we are in Christ Jesus. Ninampongeza Epaphras kwa sababu alikuwa pia mfungwa. Aristarchus alikuwa mfungwa na injili iliendelea. Katika makanisa yetu ya Eldoret West Baptist Association tumepata privilege ya kukuwa na mhubiri mmoja ambaye aliokoka in prison. Miaka 10 akawa alizunguka prison zote from Kitale to Eldoret to Kamiti, na alijifunza mambo mengi. But Yesu alimsaidia sana kuokoka alipokuwa katika prison ya Kitale. Na alipopeana maisha yake kwa Yesu, missionary wetu mmoja wa Baptist akaanzisha Bible school pale, na akahubiriwa injili na akaokoka, akafundishwa in prison, and now is our newest pastor doing a great job. Nilimpa nafasi kutoa testimony kidogo kwa wachungaji wetu hapa katika mkutano wetu wa every last Monday of the month. And nilichochea sana aseme kila kitu ili wachungaji waliokuwa pale waweze kuelewa ministry ina upana mkubwa. Hata huko magerezani watu wanahitaji kuhubiriwa injili, na watu wanaweza okoka na wakaja wakawa baraka katika maisha ya watu huku nje. Aristarchus ni mmoja ambaye Paulo anasema kwamba niko na yeye hapa, ni mfungwa mwenzangu ambaye tayari ameokoka na anatuma sadaka. Mwenye nataka kusherehekea siku ya leo ni huyu ndugu anaitwa Epaphras, ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa la Wakolosai. Na yeye ndiye aliruhusu kanisa la Kolosi liwe katika nyumba ya Philemon. Philemon mwenye mnasoma kwa Biblia alikuwa mtu wa huko Kolosi, na akaweza kuweka, hata utaona ukisoma the letter of Colossians, siku ile Paulo anatuma hii barua ikiletwa na Epaphras, pia hapo ndio barua ya Philemon ilibebwa na huyu runaway slave ambaye anaitwa Onesimus. Anampea baraka, mwambie pelekea tajiri wako, umwambie uliletwa seli kwa sababu wewe hujaokoka, lakini saa hii umeokoka, endo mwambie kwamba mimi nimebadilika. Sio ule mwizi mwenye alikuwa anapigia vitu, unipokee vile unaweza kupokea Paulo. Na barua ya Philemon imejaa msamaha ya kwamba tunaweza pata urejesho tena machoni kwa Mwenyezi Mungu. These letters went together. Hallelujah. Zikaenda kuleta ujumbe ambao ni ajabu.
Wapendwa, nataka uone Paulo anataja majina ya watu hapa. Anaanza kusema ishara ya kutukumbusha kwamba kumbe tunajulikana kwa majina yetu duniani na hata mbinguni. Usichezee jina. Anataja watu wote, akitaja kwamba mtu fulani anataja jina lake. Anataja Agawa kina Aristarko. Anataja mpaka Marko. Yohana Marko tuliwaambia maneno yake, ambaye ni cousin wa Barnabas. Hata yeye ndio huyu anapatikana na Paulo, ya kwamba hata yeye ni wa msaada. Anataja majina ya hao watendakazi ambao wamesimama pamoja naye. Mpaka Luka the doctor, he is with him. Luka alipata nafasi nzuri sana, yeye ndio mwandishi wa the Gospel of Luke na akaandika the Acts of Apostles. Hayo maneno yote alipata kwa sababu alijitokeza sana kukaa karibu na watumishi wa Mungu. Na hiyo ndio ilipea ujumbe ambaye aliandikia sisi injili ya Yesu na akaandikia sisi historia ya kanisa. Kwa sababu hata yeye ndio huyu hapo na Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameingia kwa mila pia na desturi hata huko sele. Unaona wanajiita akina Bwana Jesus ambaye ni Justus. Wanaita wao ni watohara. Wako sele wana Yesu, lakini mila za Kiyahudi hawajaziacha. They are all there. But see what Paul is talking about Epaphras in verse 12. Anasema jamani, kuna mtu anaitwa Epaphras. Anasema this guy, let me read it Kiswahili kwa sababu ya maneno mazuri tuyapate yote. Mstari wa 12 nimekuandikia mstari kuanzia mwanzo nikitaka haya maneno yao ya msaada kwetu. Anasema Epaphras, ambaye ni mmoja wenu na mtumishi wa Kristo Yesu, anawasalimu pia. Yeye siku zote anawaombea kwa bidii kwamba msimame imara katika mapenzi yote ya Mungu, mkiwa wakamilifu na thabiti. Praise the name of the Lord. Can you read with me verse 13 please from the screen? Read with me verse 13. Yes? Kwa Kiswahili ya kwamba ninashuhudia. Don't be worried with that great word. Haina yote zili. Ni ushuhuda. Paulo anasema nashuhudia kwa ajili yake. Yeye ni mtu ambaye ako thabiti na anafanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu na kwa ajili ya ndugu. Jamani, wakati ambapo unajipeana kwa maombi unajulikana. Haina siri, unajulikana tu. If you are a prayerful woman in your house, even your family will know that you are a prayerful mother. Watu watajua tu mama anaombea watu. Ukiwa tu mdomo na maneno na kelele pia they know. Ukiwa baba wa maombi people know. Hapa Paulo anasema kati ya wafungwa hawa wote ninaona kuna mwanaume hapa, a prayer warrior, an intercessor, mtu ambaye analia kwa sababu ya Mungu. Utampata kwa maombi akibeba huduma ya kwamba maisha yao na maisha ya wale watu wengine iwe na utofauti. What am I saying? Give yourself to pray. Amen. As we continue winding up this first goal ya uombezi, ukitaka tu kuwa Mkristo mzuri, mama mzuri, baba mzuri, maisha tofauti, kijana mzuri, jipatiane kwa maombi. Maombi ina suluhisho la mambo mengi sana katika maisha. Maombi ina suluhisho la mambo mengi sana hata katika maisha yetu ya kila siku. Give yourself to pray. Why am I saying give yourself to pray? I'm saying this because hata ukipelekwa shule ya maombi na ufundishwe maombi ni Bwana huu sehemu yangu, Bwana ni nini? Unless you give yourself, you make a decision that I'll be an intercessor, you'll never be a prayerful person. Prayer requires that you give yourself to prayer. Praise the name of the Lord. Amen. Kukuwa na maji does not mean wewe huo naoga. Yeah. Unaweza kuwa na maji lakini hauogi. Nimeshakaa na watu katika mipangilio zangu za masomo hizi, nimekutana na watu unakuta hata ni baba mkubwa tu. Hii mara moja ndiye anaoga kwa wiki. Na ukimuuliza nini, maji iko tu. Yeah. Maji iko tu. Kukua karibu na chakula does not mean to eat. You must make a decision to eat the food. Give yourself to prayer. You need to make a decision. I will give myself to prayer. Huu mwaka wenye uko mbele zangu, I will give myself to prayer. Amen. Why? Prayer ministry is for us Christians. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Huduma ya maombi ni yetu wa Kristo. You need to know that. Huduma ya kuomba, huduma hii ya
kuliita jina la Bwana. Huduma hii ya kuomba na kusababisha mambo yawe na mabadiliko ni huduma yetu sisi ambao ni Wakristo. One of the calling Mungu ameweka katika maisha yetu akisha kutuokoa, ameweka mwito wa kutafuta uso wa Bwana. Mwito wa kuliitia jina la Mungu. Unapunguza hata kuongea kwingi na unakuwa mtu wa kutafuta Bwana. Sema, Bwana tunakuomba utusaidie. Bwana tunakuomba ukumbuke nyumba yangu. Bwana tunakuomba ukumbuke nchi yetu. A ministry of prayer is a ministry for Christians. Amen. Na sisi tusipoomba tumeleta matatizo. Tumeleta shida. Jiepushe na kukimbishana na vitu vyenye watu wanakimbishana nao. Tuna huduma ya kuomba. Kama ni pesa umetafuta muda mwingi, ukihesabiwa, naonanga watu wakijiita ati milionea, watu wakijiita nini. Ukihesabiwa pesa zenye ulianza kupatiwa ukiwa mdogo na zenye umetafuta mwenyewe, the truth is unaweza kuwa umepata pesa nyingi, but zimepeleka wewe wapi? Maombi can take you somewhere. Amen. Maombi inaweza saidia maisha yako ikasonga mbele. Yes. Tuna watu called learned. Mlienda shule mkasoma. Na elimu haina shida. Ni vizuri kusoma kwa sababu elimu inaleta mambo mengi na hali ya kujua mambo mengi ndani. But let me tell you, the ministry of prayer, you cannot join intercession because you went to school. Hello? You can't tell me I have a PhD and so I can pray. You can have it, but you need to give yourself to prayer for you to become an intercessor. Praise the name of Jesus. Epaphras, the Bible says, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends you greetings. A big qualification that Epaphras is not just any other person. Epaphras ni mmoja wetu. Jumapili ya leo ninasema hivi, unahitaji kujipatiana kwa huduma ya uombezi. Kwa sababu huduma ya uombezi ni yetu sisi wa Kristo. Epaphras hata akiwa korokoroni alikuwa na haki yote ya kulia na kusema kwamba mimi ni mfungwa. Our brother pastor was telling us the story here. Jinsi kukua korokoroni, akasema alishangaa. People die in prisons day and night. Anasema licha ya reforms zenye ziko sahihi kwa magereza, watu wanakufa. Aliongeanga akilia hapa machozi. Akisema, ndugu zangu, watu wanakufa kwa hii magereza zetu. Anasema wengine wanakufa juu ya stress. Anaenda hapo, ni mzee, na anaambiwa kwamba kulingana na makosa ambayo umefanya, umepatikana nayo, wewe utafungwa miaka 50. Anaangalia miaka 50 itanipata wapi? Anaenda analala kwa chumba kwa kaburi yake nyama yake kulala. Kesho yake ni kubeba kwa maiti. Akiniambia watu wanabebwa maiti usiku na mchana. Wengine wako korokorona, alikuwa ananieleza hawana kosa lenye wamefanya. Hakuna. Aliwekea tu propaganda. Na unajua watu wanankili. Na ukawekwa ndani na kweli kosa hukukosa. Lakini watu wanasema umekosa. We have such like prisoners. Kuna wafungwa. Ninashukuru deacon wetu. Our first deacon kutuambia hapa si kwamba sisi ni wazuri. Let me tell you, ibilisi hata akiamua kukushtaki bila makosa, anaweza akakushtaki na ukawekwa ndani. Wako huko wa mama, vijana, wa baba korokoroni. Wako huko unawekelewa jambo lenye unajua si kweli. Na unawekwa huko ndani, na unakatiwa kesi kwamba utafungwa miaka 20. Alisema mtu anatembeanga TV na anachukuliwa na upepo chini na anakufa. Epaphras hakulia kwa sababu nimefungwa. Badala yake aliamua kuwa mwombezi kule korokoroni. Na wakati anapatiwa barua ya kupeleka kanisa la Kolosai, ninaona amethibitika katika kifungo chake. To an extent that he can be trusted hata kupeleka barua kule ya imani ya Kikristo. That is why you have this brother who is with us today, free and totally free because of salvation and because of Jesus. Brothers and sisters, we have a ministry. And this ministry inaitwa huduma ya kuomba. Praise the name of Jesus. Nimekuambia tayari Epaphras ndio mwanzilishi wa hili kanisa la Colossae. I'm imagining a church that is born out of prayer. This is unshakable church. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Kanisa linalozaliwa kwa maombi. And I thank God that is part of us. Glory Baptist. Kwa miaka 24 kuna mambo mengi tumejionea as a church here. We've heard so many stories. We've seen so many things. But let me tell you, mimi na wewe tutaisha. Glory Baptist Church haitawahi isha. Itakuwepo mpaka vile Bwana Yesu atakaporudi. Kwa sababu hii ni huduma ambayo imezaliwa kwa maombi na itakuwepo kwa sababu ya kumtukuza Jehova. Forever and ever. Praise the name of Jesus. Yes, it will be there to bring glory and honor
to the Lord Jesus Christ. The Bible says this brother is our fellow servant. Not only just a brother, but mtumishi pamoja na sisi. Not only just mtumishi pamoja na sisi. The Bible says he's faithful. He's a faithful minister of Christ. Intercessory requires faithfulness. Praise the name of the Lord. You will never be a prayerful person ukikosa uaminifu. Because uombezi unataka mpango, unataka taratibu. Kuna wakati tunasema ni saa fulani, tunasema ni wakati fulani, saa nyingine inakuja hata bila pale. Inataka uaminifu wa hali ya juu. Whereby you can stand and call upon the name of the Lord. Hallelujah. I remember I was here on Thursday. I ended my office work kitu saa 3:30 usiku. Nafikiri sasa it is time to pray and go home. As I am going home, another issue comes up. And it requires ya kwamba lazima ishughulikiwe in a spiritual way. Kaambia Pascal, let's go. And we dealt with it. And I remember what happened there. Hakuna chochote kitainuka juu ya hiyo kazi tena. Yesu atakuwa mtawala na msimamizi wa hiyo jamii ya kanisa letu in the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Faithfulness. Faithfulness. Alhamisi saa 6:30, where were you? Where were you? Labda wewe ulikuwa unajienjoy umenyoroka kwa blanketi. Kama juzi rafiki yangu mmoja amenipigia simu. Sasa hiyo mimi bado nangana na huduma. Saa 1 za jioni. Ya, leo mtumishi wa Mungu. Anasikia. Sasa ndio mimi niko kwa meza nakula kaugali kangu ka jioni. Kasema you are very lucky. You are very lucky. Sisi bado tunapambana na huduma. Where were you? That's the such like times. Prayer requires faithfulness. Kwa sababu si mwito wa wanadamu, si mwito wa kibarua ya shilingi, ni mwito ambao tumeitwa na Bwana kutimiza mapenzi yake. The Bible says with the same person that this guy will tell you everything that the Spirit is saying. Mmoja wapo kama Paulo anasema huyu jamaa Epaphras, na Paulo anasema kwa sababu hakuwa ameenda Colossae, anasema kwamba this guy will tell you mambo yote ya upendo katika roho. Kumaanisha sio tu barua analeta, pia analeta ushuhuda. Hiyo inamaanisha nini? Waombezi ni watu wa ushuhuda. Amen. Ni watu wamejaa na ushuhuda, matendo ya Bwana. Wamemuona Bwana akifanya mambo. Wamemuona Bwana akitenda mambo, akiinua maisha. Haleluya. Na watu ambao wameona Bwana akitenda mambo kuna wana ushuhuda. Paulo anasema Epaphras hata pen tu barua msome na mpeleke kwa kanisa la Laodikia na kurudisha, hapana, hata ushuhuda ako nao. Mojawapo ya ushuhuda ni kwamba tumeona hata serikali ikifungua wandugu ambao wameokoka. Taka kuishi maisha ya ushuhuda, ishi maisha ya maombi. Praise the name of the Lord. Ishi maisha ya maombi kwa sababu utaanza kuona ishara na miujiza za Mungu zikiambatana pamoja na wewe. Na utatoa ushuhuda, nimemuona Bwana. Praise the name of Jesus. My conclusion will be encouraging all of us to be kneeling Christians. Wakristo ambao wanajua kupiga magoti na kuliitia jina la Bwana. Bwana majeshi asifiwe. Najua Wakristo wengi tunajua kutembea. Unaenda huku, unamaliza, unaenda huku, unamaliza, unaenda huku. Let me tell you, mwito wa Mungu sometimes punguza hiyo kutembea kwingi na jifunze kupiga magoti na kuliitia jina la Bwana. Amen. Hayo ndio yalikuwa maisha ya Epaphras. Nini ndio? Nataka kuona wababa ambao wanajua kupiga magoti na kuita Mungu. Praise the name of the Lord. Akina mama ambao wanajua kupiga magoti katika nyumba zao. Nyumba za Glory Baptist Church, majirani na marafiki wajua kwamba wana glory ni watu wanaoitia jina la Mwenyezi Mungu. Amen. Ni watu ambao they call upon the name of the Lord. Ni watu ambao wanaita Mungu kuwasaidia. Mambo yakiwapata katika kazi huwa wanasema tulia kwanza, wacha tuliite jina la Bwana. Sio mbio zenye za kwenda kuharibu. No, wanaliita jina la Mungu. Amen. Mmoja nitakutana na Mkristo mmoja. Ndugu ni mwokovu. Mama ni mwokovu, wanaendanga kanisa. Sasa hata sijui ng'ombe imekula sijui vitu vyao, sijui ya nani ya jirani. Sasa mama anakunja uso. Huyu napeleka ndani. Uzuri sasa Mungu naye akaandaa tukakutana. Najua huyu mama uso wake najua. So nauliza na leo
Bwana asiwe mama mimi. Hata ongee wewe. Nini baya mama? Sioni mama mwenye najua. Njoo nimeka nini? Ng'ombe ya jirani sijui nafanyaga nini. Leo nimeamua napeleka hiyo kwa chief. Nilicheka. Kaambia na mama, unajua Yesu alituambia tusamee mara ngapi? 7. Si 7, nasema 7 mara 70. Umesamea 7 mara 70 kwa siku hiyo baba? Aliniangalia akacheka na akasema umenimaliza, narudi kwangu. Sometimes punguza kutembea na uongeze kupiga magoti na kuita Mungu. Na Mungu atakusaidia. Praise the name of the Lord. By the way, sometimes unapopelekana kwa wazee wa mitana chief na wengine wao ni wakunywa pombe na nini, wanaangalia sema mmeshindwa jinsi ya kufanya mambo yenu, because we can do better. Praise the name of the Lord. We can pray and God can help us. Praise the name of Jesus. I want you to know the ministry of prayer is our ministry. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Nataka uingize huo ukweli kwa maisha yako kwa kusema hivi, sema nimeitwa kwa huduma ya maombi. Nimeitwa kwa huduma ya maombi. Praise the name of the Lord. Wachana na hizi semi za wale hawajaokoka. Hata wenye hawajaokoka wanaombana. Unakuta dada ameolewa kwa mume mlevi. Nasema, pastor, naonanga hata mume wangu anaombana. Diana anaombana. Hiyo ni vitu vyenu mnapakana mafuta huko. Mlevi hajui kuomba. Mlevi anahitaji aite jina la Yesu na aokolewe. Ministry of prayer is not for non-believers. Au Mungu anasaidianga tu kwa sababu Mungu ni wa neema. Lakini huduma ya maombi ni yetu wale wameokoka. Amen. Say a good amen. Amen. Huduma ya maombi ni yetu sisi wenye tumeokoka. Ni urithi wetu. Ni haki yetu. Tumeruhusiwa na tumepewa hiyo haki na Baba. I'm going through the book of Leviticus. And there's no way mtu yeyote ana uwezo wa kukaribia Mungu mtakatifu. Hakuna. Mungu anachukua mpanga, anaweka order na mipango yote. Anasema hata the Holy of Holies sio ya kila mtu, ni nyumba ya fulani. Na hata kuna wakati wakiingia hapo anaambiwa hata kuangalia vitu vitakatifu hawastahili. Mungu wetu ni Mungu wa order. The ministry of prayer is for Christians. Non-believers can only call upon the name of the Lord for their salvation. Kama utaita Mungu akuokoe, wewe mwenye hujaokoka atakuokoa. Nimekwambia mara nyingi about a bishop friend of mine in Mombasa, ambao walipanga kwenda kuibia benki fulani. Ndio family bank imeanza kuja Kenya. Na wanaona hii benki imeanza juzi walikuwa ni bank robbers. So wakajipanga kutokea kwa kasakati fulani na wanaingia pale barabara na wana-attack the bank. So wakajipanga na wabeba mabunduki bila wataingia hiyo benki. Umetai mpaka saa yenye maaskari wanaingia ndani a few minutes to the lunch break, they'll be there. Sasa hilo wanapita choroni hivi, wanapata pastor moja amechemka na maombi ya mchana. Naomba na kuomba. Mwizi mwenye alikuwa nyuma watatu akasema, wacha niingeweka hapa Mungu anisaidie. Sasa ile anaingia hapa anakuta injili inasema unastahili uokoke ndio uwe salama kwa maisha. Bila wokovu usalama hauko na wewe. Hilo neno likaingia ndani ya akili na moyo pap. Lakini kwa sababu ana mission, anagairi hiyo sauti, anasema acha nimalize hii. Kukanyaga nje ya mlango ya kanisa, ni risasi alisikia zikigonga hapa. Saila anasikiliza kidogo, tayari Leonard Mambo Mbotela, mtangazaji wa KBC, amesema majambazi wanataka kuvunja benki. Wameuawa. Inaitwa kwamba the breaking news. Wameuawa sasa. Alisema acha tunirudi penye nimesikia hii maneno. Na akarudi hapo. Kainua mikono, akapokea Yesu. Kaenda na pastor kwa ofisi akasema hii ilikuwa hiyo mojawapo ya kufanya kazi hapo sasa. A very senior preacher today in the city of Mombasa. Mtenda dhambi asaidiwe, aite jina la Bwana akolewe. Hiyo ndio Biblia. Hapana ati anaombana. Alio kanisa la 25 years.
Have you heard that? Yes. Don't justify evil outside them. Don't justify evil outside them. I have another painful illustration of the same. Are you ready for this? Yes. Dada moja alijaribu kuolewa. Kapata mtoto wa kwanza, kashirikana. Kajaribu mwingine, kapata mtoto wa pili, kashirikana. Sasa alipopata mtoto na baba wawili, sasa shughuli za kulea watoto zikamvamia. Sasa ile zinamvamia akawasema nijaribu kutafuta kibarua. Kupata kibarua cha kazi akaanza kufanya, akakumbuka anaweza olewa. Akakutana na ndugu moja. Akamwambia, alisema alienda kwa mama. Ni mama, wa mama nani mna maneno. Mama walio ndani ya church. Huyo mama alimwambia, dada wacha nikusaidie. Unaona wewe penye umefika hapa. Mwenye anaweza oa tu wewe. Na yeye alikuwa bado anaomba hata aloe na kijana. Vijana wangu muwe chonjo. Kumbe kuna wamama wanatakanga wataka muolewe na wao. Mama akamwambia tunakwambia ukweli. Wewe mtu mwenye anaweza oa wewe. Labda mzee mwenye aliachwa na mke wake. Ama mzee mwenye amefiwa na bibi yake. Huyo labda anaweza oa wewe. Ati dada alikasirika. Alitaka ajue ati bado kuna kijana anaweza oa. Nasikia hiyo imeingia mzuri. Yaani aliambiwa ukweli. Ukweli. Umesikia mpaka umepumua. Asante. Ukiwa on the same note, huduma ya uombezi ni ya Wakristo. Amen. Acts chapter 2 verse 21, the Bible says, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So wewe nani kwanza kubadilisha Biblia? Huo ni ukweli. Ukiwa msichana hapa, kaa tu vizuri na ujilinde. Utaolewa na kijana. Lakini sasa wewe umepata watoto kadhaa, unasema kijana, Mungu alete kijana. Hata akiwa hii kanisa yangu nitamwambia toroka yeye. Na nimeokoka tu ni basi. Nitamwambia kimbia yeye. Yes, hata dada niambie ni hivyo. Sasa mimi ndiye tu mvulana wangu hapa nikimfundisha kuhubiri. Alafu baadaye atimama watoto mbili. Hapana. Kijana tu wangu anatakana olewe tu na msichana wangu. Yes. Mnakasirika namna gani? Ninasema ukweli na namaanisha. Wewe kama mambo imekupitia, pia tembea na wale wamekupitia. And that is what the pastor is saying. Inaitwa ukweli mtu. Romans chapter 10 verse 13. For everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Sasa tudanganyane nini? Wale wajaokoka waite Yesu waokolewe. Sisi wenye tumeokoka tupige magoti tuombe. Kwa sababu huduma ya maombi yetu. Praise the name of Jesus. Why should we give ourselves to prayer? Prayer is not only a ministry for us Christians. Prayer is our work as Christians. Amen. My friend Dr. J. Gordon Henry will say, prayer is reporting on duty. Praise the name of Jesus. I preached this last Sunday at Luther Baptist Church in Nairobi. And I told Nairobians, I know you. Mnajua sana reporting on duty. Na nikawaambia sijawahi tamani kuishi Nairobi, and I will never. Sababu watu wa Nairobi wana shida. Kitu cha kwanza hamna space. Mnafinyana usiku na mchana. Mnaamkanga usiku, mnalala usiku. Nikaambia hata kukula mkuli vitu vizuri. Ni kujifanya mnajifanya tu Nairobi City. But kukurueno hata ueleweki. Na sikujua watanipeleka kwa hoteli lunch kukuku, nikasema ati nikule tu chips, I just want a light meal, chips kidogo na kakuku fry. Kakuku kukunywa na shida, hii ni ndege ama ni kuku? Wakati waliangalia hizo vitu waliniangalia walicheka. Nikaambia kujeni kwetu Eldoret. Nikikuinulia bawa la kuku utajua ni kuku.
Niliwahubiria wahame huko kidogo wakuja. Kaambia maisha gani? Kuingia kwa nyumba saa 4 saa 5 za usiku. Saa 8 mnaanza kujiandaa kuondoka. Mnakanga na watoto na bibi zenu na bwana zenu saa ngapi? Kaambia kujene bidii. Tunalalanga tu singizi inaisha mpaka saa 11 asubuhi. Saa 11. Tukiingia tunakulako vitu vyenye tunataka na ile tunataka. Kaambia endeleeni na shida zenu huko. Sisi tunafanya devolution. We shall bring factories in Eldoret. We shall bring factories in Kisumu and everywhere in any county. Niliona juzi Busia County kifanya advertisement nzuri yenye italeta so many industries in Busia. We shall be there with our space. Tunakula njugu zetu, tunakula miwa zetu na tunaendelea na nchi. So I was telling them, you know how to report on duty very well, and they say, Pastor, umesema ukweli. Sisi tunajua reporting on duty. One Eldoret you might not know. Hello? By the way, God has given me a message on waking up early, and I will soon bring it to you. Amen. Watu Eldoret, jifundishe kureport beyond duty. Kwa sababu maandiko anasema kwamba kuwa mzembe, kuwa mtu wa kulala sana, nayo umaskini itakuvamia kama bahari. Kwa hivyo pia I'm not advertising anything here ya laziness. Learn to report on duty. Hata kama uendangi kazi za rai, za wapi, za sokoni, za nini, jifunze kuamka na uingie kwa ofisi hii ya maombi. Na hiyo ofisi ya maombi pia italeta baraka. Bwana majeshi asifiwe. Italeta mafanikio. Ninaona video vingi vya Kenya. I told you the way mothers are crying here and there. I saw one other lady, very learned profession, ana profession yake katika ya kufanya kazi. But changamoto imempata. Hapa ndio huyu amefika wakati sasa ameolewa, ana mtoto mmoja na anahitaji kwenda kazini na hawezi kwenda kazini, so inamvamia. So she's crying, ana cry kwa media. What do I do? Nifanye nini? Saida amekaa hivi, watu wa kina mzee wameanza kuleta vitini. Wewe na kazi yako ni kukulanga tu vitu vya mzee wetu. Kula tu mzee wetu. Anaanza kulia. Sasa anawacha hapo mtoto anaenda kazini, kuacha mtoto kwenda kazini. Yule mwenye ameacha mtoto anaanza kumesa hapo with the child, messed up and confused. Nikasema angelijua chenye na ubiri glory leo angekuja. Angepata suluhisho. Nataka nikwambia mama, unaweza pigia mume wako magoti na akafanikiwa kazini to an extent that utalea watoto, kwa sababu hata kulea watoto nyumbani ni kazi nzuri. Sasa yeye amejijaza kwamba vile nilisoma, bwana aende kazi na mimi niende kazi, na huku generation inakwisha. Mimi wa mama wa glory huwa nawaeleza hata kutunza boma ni kazi. Lakini unahitaji unapotunza boma nyumbani pia umuombee mume wako afanikiwe. Kwa sababu asipopata fedha za kutunza, sababu ni jukumu la wanaume kuwatunza wake zao na watoto zao. Bwana Yesu asifiwe. Ama mjaona problems, the so called the working women today. Kiweka kama mshahara yake mfuko, anasahau ni bibi ya mtu. By the way, I was doing some counseling recently. A woman who wants to do some work. Na mume ameshtuka. Naona kama hii ananitoroka. By the way, she wants to be a politician. Kama mwanasiasa. Sawa, wale wanazunguka kila sana wanaume wengine. So hiyo kama mwanasiasa. So bwana ameangalia sema ninanyang'anywa bibi ama nini? Kama ambia ndugu tulia. Tulia. Na ikawa inaleta shida. Jukumu la mume ni kumtunza mkeo. Praise the name of the Lord. So, wamama wenye mko church mnanisikiliza, you can choose to be reporting on duty to pray. Na piga magoti. Sema Mungu fanikisha mume wangu. Fanikisha baba ya watoto wetu. Msaidie njia zake zifunguke. Ni wanaume wangapi hata maelini hii nimeshaona. Mume ambaye anakuja nyumbani anasema mke wangu ulinililia kwa Mungu muda mrefu. Uliniombea nipate kazi. Mungu amenisaidia nipate kazi. Kuanzia leo mambo ya kwenda sokoni watatu. Mambo ya nini tulia. Bwana amenibariki, I will take care of you. Yaani wanaume wamesema amen kwa hiyo. Unajua wanaume wa kisasa nao wanashika. Wamezoea kulishwa na mabibi, that is a big problem. Mimi nikilelewa niliambiwa chakula cha bibi kula ukilia. Lakini wale wanasema tunasaidiana. Tunasaidiana. Tuleta hii na mimi nilete hii. Hiyo sio wanaume type yetu. Tulilelewa sisi tukiambiwa ni jukumu lako ku take charge of everything in your family. Hello?
Unaonaje wanaume wa generation yetu? Na hurumia wa generation yenye inatufuata. Wenye inatufuata. Si okay, inasema tu generation inatufuata. Ile inatufuata na hurumia. It is upon you. Prayer is reporting on duty. Sikiliza chenye Biblia inasema, Epaphras is always wrestling in prayers. He's always reporting on duty. The King James Version will tell you he's always laboring fervently for you in prayers. Praise the name of Jesus. This word, it is all over in the Bible, but nimekupa tu 3 scriptures zenye hili neno liko. Yaani anatoa nguvu zake zote, maisha yake yote katika maombi. 1 Timothy chapter 6 verse 12, utaona pale neno fight. Paul akiambia Timotheo, pigana vita vizuri. Maombi ni kupigana. Praise the name of the Lord. Fight the good fight of the faith. What Paul was telling Timothy there, si ati kwamba kuja ngumi, omba. Maombi yanaletayo usalama katika imani. That is the word ambayo inatumiwa kwamba Epaphras kila siku alikuwa akizama na kukaa katika maombi siku zote za maisha yake. Luke chapter 13 verse 24, Yesu akifundisha yeye akisema kwamba mlango wa kuingia ufalme wa Mungu ni mwembamba na unahitaji, you need to strive to enter this door. Lazima uwe na juhudi za kuingia huu mlango. Kwa sababu make every effort. That is what the NIV is saying. The King James will say strive. Tia juhudi za kuingia huu mlango. Bwana majeshi asifiwe. Yaani maombi yanataka tutie juhudi. We need to strive for us to continue in prayer. Praise the name of Jesus. Lazima tujipeane na tung'ang'ane katika hii nafasi ya kuomba. Na hiyo itakuwa baraka. Hallelujah. The English word that is clear on this inaitwa agonize. You need to agonize in prayer. I'm here to say prayer is the work that must come before any other work. Amen. Prayer, Christians, reporting on duty. Why should we pray? Prayer, we should pray prayer because prayer is our work. Kabla ya kula, omba. Kabla ya kwenda safari, omba. Kabla ya maamuzi yoyote katika maisha, omba. Praise the name of the Lord. Amen. Ukirudi omba. Kikaa omba, ukiamka omba. Wacha ijulikane ya kwamba hata ndoto zako ni ndoto za maombi. Umelala na unaota ukiongea na Baba wa mbinguni. Hiyo ndio Ukristo nao zungumzia siku ya leo. Wacha ujulikane wewe ni mwombezi. Wewe ni mcha Mungu. Wacha isikike kwa watoto. Haya ndio maombi yaliomba na kina Hana. Amen. Ibada ya Pasaka imekwisha, lakini akina Hana wamebaki. Wamejificha ndani ya hizi viketi za ibada za kwenye ibada. Watu wanasema ameni, wanaenda lakini hawa wanarudi. Bwana anasema mwaka huu nimekuwa nikileta sadaka na dhabihu kila mwaka. Penina mke mwenza ananicheka na kuniona vile mimi sipati watoto. Mwaka huu ni mwaka wake. She agonized. She went in the temple akatoa sadaka zake. Sema Baba unirehemu unisaidie. Hapo ndiye alipatwa na Eli kuhani wa hekalu. Mwambie mbona unakaa kama mlevi? Akasema your master, mtumishi wako si mlevi. Anaombi. She is agonizing for a prayer item. Eli akasema kwamba na iwe hivyo sasa na mwambia. Bible says she went back home and the next year Samuel alikuwa kwa mikono. Agonize. Wacha ujulikane wewe ni mwombezi. Jina la Yesu libarikiwe. Naweza ingia ndani ya kanisa na kuita jina la Bwana. Naweza ingia ndani ya kanisa. Hizi manyumba zenu zingine mnalia zinawasumbua. Si muingie kanisa muombe, uone kama italeta dawa ya kusuluhisha shida za nyumbani kwako. Unateseka huko na umekataliwa huko. Bwana asifiwe. Unalala jana umekataliwa huko. Unajua kama Mkristo akifika kwamba kwa nyumba yako kumevamiwa na hali fulani ambayo si kawaida, mahali pa kwenda ni magoti kwa maombi. Amua tu usema kwamba kuna usiku huu silali kwangu. Na uniambie tu pastor leo security ikuwe pale Glory, I'll be there calling upon the name of the Lord. Tashangaa ukitoka mlango huu. Natoka hapo na changes. Praise the name of Jesus.
Someone said, some of the problems and challenges we go through is just kutufungua macho, tuwe waombezi, turudi kwa huduma yetu. Kwa sababu katika maombi tumekuwa tunasuluhisha. We can pray and receive all the answers in Jesus' name. Amen. Take the work of prayer kama kazi yako na Bwana atakubariki. Finally, prayer is fully beneficial to us and others. Hallelujah. Someone say amen to that. Amen. Prayer is fully, and I use that word, nikitaka ingie kwetu, fully beneficial to us and others. Amen. Give yourself to prayer, because you'll find yourself ukiwa umefaidika na utaanza kufaidisha wengine. I want to ask a few questions, and the best way you can do ni kuniambia tu yes and yes. Are you ready for that? Yes. Just tell me yes and yes, that tutakuwa tumeagree katika ulimwengu wa kiroho. Does prayer has good effect to us and others? Yes. And yes. Weka yes, I want it to be heard in the kingdom of darkness. Does prayer has good effect to us and others? Yes and yes. Does prayer has any help to us and others? Yes and yes. Does prayer has advantage, improvement, good results to us and others? Yes and yes. If that is what you are meaning and saying, give yourself to prayer. Amen. Because prayer will bring help. Prayer has advantages. Prayer brings improvement. And prayer brings good results. Praise the name of Jesus. Amen. Epaphras prayed. Now the Bible says, aliombea mambo mawili muhimu. Number one, so that you can stand firm in all the will of God. Amen. Kumbe kusimama kwa mapenzi yote ya Mungu ni kuomba. Bwana asifiwe. Amen. Kama unatamani tusimame kwa mapenzi yote kamili ya Mwenyezi Mungu, Epaphras aliomba that they may stand in the whole will of God. They can stand firm in Him. Not only that, anasema so that they can also mature and fully assured. Kumbe kukomaa katika imani kunatokana na kuomba kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kukomaa, acha kusumbua. Ati mimi ninashindwa kukomaa. Tuna mwanaume hapa, prayer warrior, aliomba na alikomaa. Praise the name of the Lord. Ukitaka kukomaa katika imani, omba. Uombezi unaleta ukomavu. Praise the name of the Lord. Na uhakika. Leo hivi nashindwa na kile kinasumbua Kristo. Ndani ya kanisa, nje ya kanisa, kuokoka, kuacha wokovu, kutoa, wanashida kutoa. Sasa kama mimi nilitoa mwaka jana vile neno limetuambia leo, give and it shall be given to you. When you give, you are giving for yourself. Na kweli nikatoa na nikaona Mungu akinisaidia. Tena ninahitaji kusumbuka. Silikuendelea kuwa mtoaji. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Amen. Tulikuwa tunasherehekea na Pastor on Thursday. Wakati aliona anapeana hapa na within 2-3 hours anarudishwa tu ile yenye amepeana. Kambe yes. Hiyo ndio Ukristo. Ukristo has nothing to do with kukatalia. Ukristo lazima uelewe kwamba wewe ni kama mfereji tu. Unapitisha maji. Bwana asifiwe. Ibada ya kwanza tumesomoa neno la Proverbs. Mwandishi wa Mithali unajua naye ana hekima ya ajabu. Anasema ninaangalia katika maisha ya dunia hii. Kuna mtu anaendelea kukatalia na anaishiwa kuishiwa. Halo? Anaendelea kwa mgumu na ndiye anaishiwa sana. Lakini nimeona mwingine anaendelea kutoa na ndiye anaendelea kupata sana. Amen. Kwa njia nyingine anakuambia nini? What is it telling you, King Solomon? Give and it shall be given to you. Endelea kukatalia na wewe ndio unakaa kuishiwa. So kisha jua kweli kama huo what you do. Unakaa na uhakika. I am assured by the word of God that give and it shall be given to you. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Niliangalia mafumbo yenye anasema kwa Ecclesiastes. All the way chapter 11 from verse 1 vile umesomea first deacon. Nasema mambo yanasema mawingu vile yanakaanga tu ni kama yako na baadaye yanaachilia mvua. Mkulima ukiangalia nje kuna uwezekano
hata hutapanda. Kwa njia nyingine utakaa njaa. Ati mambo ya utoaji hii ni kama tu kitu unapeanaga tu, sasa inapotea na Mungu mwenyewe anajua itaendaje na utaipatia wapi. Alafu anafika mahali anasema kwamba kumbuka, kwa njia anatuambia kumbe kutoa ni kupanda. Hello? Gospel yenye imeshinda Wakristo wengi. Kumbe giving is sowing. Giving is sowing. Now I don't know how the devil anapofusha maisha ya Kristo. Paka wao ndani. Unajua, you need to be assured and you need to mature. Praise the name of the Lord. Nimetoa testimony ya ndugu mmoja hapa several times. Na hata leo asubuhi nilikuwa na yeye nikamsalimia, nikamwambia nitatoa tena mambo yangu kwa sababu nahubiri giving yourself to prayer. Na prayer ni faida yako. Ndugu ambaye alijitokeza akasema tunahubiria Wakristo maili na kanisa letu liko town. Na kanisa hili tunahitaji watu waende kanisa. Akakalisha kamati ya kanisa kuchangia hiyo pesa. Kamati ya kanisa ikafeli. Kasema nitasimama kwa kweli. Kaniambia mimi vile nafanyanga bishop 300 shillings every Sunday. Lazima niwe nayo ya kubeba cell group yangu kwenda kanisa letu. Na ninapelekana every Sunday. Kaniambia unajua nini? Na niona akiongea akicheka. Nitabasamu. Unajua ni mtumishi wa Mungu. Nimefanya hivyo miaka 3 iliyopita. Na cha ajabu, kila ikifika naweza hata kosa kazi, lakini ikikaribia siku hiyo, Mungu huhakikisha amenipa 300 ya kwenda kanisa. Kaniambia sio hiyo mwisho. Nakuru tumeanzisha kanisa. Kaniambia niliona kibao chenu kwa barabara hapo free area hapo. Sema pia nao tulienda tukawachapia crusade. Na nikaamua hiyo huduma tena ni extend. Ndugu wa hapa kwetu Mailine Eldoret. Sema nime extend hata hiyo kanisa ya huko Nakuru every Sunday. Sasa unajua ni ngapi? 600. Aliponifikia nimwambia yako sina wasiwasi. Hata nikikupea 10 bob hata asubuhi hii, ninajua inaenda kwa huduma. I blessed him this morning. Sababu ninajua he's a blessing to the body of Christ. Pata ukweli. Uishi maisha ya uhakika na maisha ambayo ni ya kukomaa. Hao ndio ndugu naitwa wamekomaa katika imani. Na Yesu anataka watu wa aina hii. Epaphras prayed. Watu wakomae. Na watu wawe na uhakika na injili. Sometimes sisi ndio tumefanya injili katukatwa kwa sababu hatuonyeshi vile tuna uhakika na injili. Vile tunapenda injili yetu ya Yesu. Sisi ndio saa nyingine tunaharibu ushuhuda wa injili badala ya kutengeneza ushuhuda wa injili. Praise the name of Jesus. Amen. Listen to this and it will help your life. Prayer discovers more of God. And that is the soul's greatest discovery. The kneeling Christian always finds God. And God finds him. Thank you for hearing that. I repeat it. Prayer discovers more of God. And that is the soul's greatest discovery. Why can't we give ourselves to prayer for sure? The greatest discovery of the soul is discovered in prayer. The kneeling Christian always finds God. And God finds him. Amen. Woo! I'm just imagining Mungu amenipata na mimi nimempata Mungu. Lazima maisha yangu yatakuwa tofauti. Lazima yatabadilika. Yanapatikana wapi? Kwa Mkristo apigaye magoti. A kneeling Christian finds God. And on the knees, God finds him. Amen. Dependa kupatwa na Mungu. Upunguze uganga na vitu vingine vinavina maana, enda kwa magoti kutana na Mungu. Utashangaa. Biblia imejaa mambo. Waliochekwa walipoenda kwa magoti, Yesu alikutana nao. Walioonekana hawezi enda popote, walipojifunza kwenda kwa magoti, Yesu aliwasaidia. Walionekana wao hawezi enda lolote, magoti yaliwapa solution. Again, sikuachi hivyo, prayer is work. Unasema yes, amen. But you must make a decision to report on duty.
No believer's life will ever rise above his prayer life. That is the truth. That's the truth. Tajisumbua tu for nothing, but it will never. Psalms 109 verse 4. King David akasema kwamba I'll give myself to prayer in return for my friendship. They accuse me, but I am a man of prayer. Amen. How I desire to see people who can say that today. I will give myself to prayer in return for my friendship. They accuse me, but I am a man of prayer. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Let us stand on our feet. Jumapili ya leo nataka tuwe ndugu na wadada ambao wanasema kwamba mimi sitaki mambo mengine. I want to give myself to prayer. Najipeana kwa maombi. Mungu asaidie maisha yangu, asaidie jamii yangu, asaidie kanisa langu, asaidie nchi yangu, asaidie jamii yangu. We have an example and so many examples. Epaphras alijipatiana kwa maombi. Ndugu, unaweza ukajipeana kwa maombi na ukawa suluhisho la mambo mengi. Wewe una mambo mengi yenye hata hujaiona maishani kwako. Mengi yenye ukijaliwa tu kidogo hivi utashtuka. Yenye Mungu amepanga kwa ajili yako. Yenye Mungu angependa uweze kufikia. But nakwambia hauyapati kwa style nyingine, unapata kwa njia ya kumcha na kumtafuta Mungu. Prayer ministry is mine, is yours. You can choose to be an ambassador and a minister of the same. It is work and you have to report on duty. Praise the name of Jesus. Punguza saa zingine mbio hizo za kukimbiaga mbio. Kati unapanga timetable ya biashara zako na shughuli zako. Remember, unahitaji report kwa kuomba kwanza ndio ukimbie kwa shughuli zako. Ondoka kwa vitu kusema kwamba mimi hata niliomba kweli, nimeishtuka hata nimeelewa. Wachana hiyo. Kumbuka tu kuwa tuna report kwa kazi ambayo ni kuomba, ndio baadaye tuanze hatua za kweli. Ili Bwana aongoze njia zetu. And prayer is fully beneficial to ourselves. And when we pray, other people benefit as well. Kwa brochure leo ukisoma, utagundua nimeanza tayari kuindicate kwa sababu tunazungumzia mambo ya kitaifa, maombi ya kuombea nchi. Naanza kuonyesha tayari tunaweza nyamazisha vinywa hata za wanasiasa sasa hivi. Say amen to that. Amen. I'm not happy kuona wanasiasa wakirushiana maneno. Hiyo sio Kenya we want. Kenya we want is a peaceful nation. Tunaweza funga hizo midomo zao in the name of Jesus. Oh yes. We can. Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Siasa za Kenya sio uwanja wa siasa za matusi all the time. People can play politics nzuri na wenyewe tunajua kuleta viongozi. We can do that. I was in a burial yesterday, kapata mzee mmoja ambaye anataka kuwa MCA. Mzee wa heshima. Mzee ambaye anasema nimekuja matanga, sijakuja hapa vita siasa. Na akatulia. Na akasema siongei. Nitakuja wakati mwingine. Nakumbuka nikiambiwa waombolezaji huyu ndiye anafaa kuwa MCA wewe. Na nikitoka hapo watu walisema vile umesema mtumishi wa Mungu huyu ndiye atakuwa MCA wewe.